Na mtazamaji wangu, kuanzia siku ya jana documentary iliyoweza kuachiwa nchini Tanzania. Mtazamaji wangu, habari yote iliyoweza kuzungumzwa ndani ya documentary hiyo, hivi sasa kuna shinikizo kubwa la umma, public pressure dhidi ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia imeweza kuchangia ufuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa mara nyingine kuwa na nguvu nzito dhidi ya uongozi ulioko madarakani kutokana na yale yote yaliyoweza kufichuliwa siku ya jana katika documentary iliyoweza kupeperushwa katika runinga ya BBC News Africa. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu katika YouTube channel hii, ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili uweze kusubscribe katika YouTube channel yetu mpya pendwa kabisa. Vile uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa kuna uangalizi wa kimataifa, international attention. Mtazamaji wangu, attention kubwa imeweza kuzuka dhidi ya yale yote yaliyoweza kutokea nchini Tanzania. Wengi waliweza kuamini ya kwamba yataweza kusaulika kwa haraka, ila kutokana na documentary iliyoweza kuchapishwa siku ya jana, mtazamaji wangu, inazidi kushinikiza uongozi ulioko madarakani uweze kuwajibika. Nguvu hizi ama hatua hii ingeweza kukabidhiwa chama pinzani, chama Chadema, ila kutokana na mgogoro wa kisiasa ulioko nchini Tanzania, tunafahamu jinsi gani ambavyo chama hicho Chadema kuwa na nguvu kubwa za kisiasa nchini humo, sio kama ilivyokuwa awali ama kabla ya kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu na hata chama hicho kuzuiwa kushiriki zoezi la uchaguzi mwaka 2025. Ila hivi sasa uongozi huo ulioko madarakani unazidi kuaibika pakubwa. Baada ya uongozi huo hivi sasa uliweza kuachia mitandao ya kijamii, kurejesha interneti mikoa mbalimbali, jambo ambalo Watanzania wengi kwa kuwa na uwezo wa kutafuta habari katika mitandao ya kijamii, ambapo documentary iliyoweza kuachiwa imeweza kusababisha hasira nyingi kwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, wale wote waliokuwa mstari wa mbele kuomba katiba mpya na mabadiliko yaweze kufanyika nchini humo. Hivyo basi, hii hapa imeweza kusababisha hata baadhi ya wanaharakati kutoka katika taifa la Kenya hata Uganda kwa mara nyingine wameweza kuanza kusimama na Watanzania wanaozidi kujitokeza na kuzungumzia mambo mazito magumu yaliyoweza kutokea nchini Tanzania, jambo ambalo mwanaharakati kama Boniface Mwangi kwa mara nyingine amepaza sauti kuzungumzia swala la kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, ambapo ameweza kudai kwamba angependa ushirikiano kati yake yeye pamoja na familia na jamaa wake Mheshimiwa Humphrey Polepole ili kiini na ukweli uweze kujulikana aliko Mheshimiwa Humphrey Polepole. Na mtazamaji wangu, amini usiamini, documentary iliyoweza kuachiwa imeweza kuchangia kuongezwa kwa sauti za viongozi wa kidini na asasi za kiraia, pia wanaharakati kupaza sauti kwa mara nyingine, pamoja na vyama pinzani nchini Tanzania. Vile mtazamaji wangu, uongozi ulioko madarakani hivi sasa upo katika hatari ya vikwazo au adhabu kutoka katika mataifa ya kigeni. Sote tunafahamu kwamba documentary ile imeweza kueleza kinaga ubaga yale yote yaliweza kujiri nchini Tanzania chini ya uongozi uliokuwa ukijitafutia nafasi kwa mara nyingine kuongoza serikali ya awamu 7 baada ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wakuu wa chama cha CCM kufanikisha kupata ushindi, kuongoza ama kutoa rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania atakayeweza kuongoza serikali ya awamu 7 kama kile kinachozidi kushuhudiwa hivi sasa nchini Tanzania. Mtazamaji wangu, pia kuna taswira kubwa ya serikali au makundi yenye nguvu
Kwa njia moja ama nyingine, sote tuliweza kushuhudia mapema mwaka 2026 kuna baadhi ya watu waliokuwa wameweza kujitokeza katika mitandao ya kijamii na kushtumu vikali swala la utekaji, na hata baadhi ya jamaa hao ama watu hao waliweza kudai kwamba hakutakuwepo na jambo lingine kama hilo nchini Tanzania, hii ikidhihirisha wazi kwamba huenda uongozi ulioko madarakani uliweza kusikia habari hiyo na wala haikuweza kutilia manani kwa ajili ya kusikiliza na kujaribu kupata kiini kwa swala la utekaji nchini Tanzania. Na ndipo ambapo mwanaharakati kama Boniface Mwangi kwa mara nyingine anazidi kulaani swala la kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Na mtazamaji wangu, katika dokumentari hiyo ambayo iliweza kuachiwa kwa mara nyingine, kutakuwa na msukumo mkubwa wa kimitandao ya kijamii, na sote tunafahamu kwamba katika maandamano ya mwaka 2025 maandamano hayo yaliweza kuanza katika mitandao ya kijamii, na ndipo ambapo uongozi wakati huo uliweza kulazimika kukatiza internet na hata mawasiliano ya kimitandao ya kijamii ili kudhibiti maandamano ya vijana Gen Z. Ila kwa sasa, kutokana na kile kinachozidi kusambazwa kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii, inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya vijana Gen Z waliokuwa na nia ya mabadiliko katika maandamano ya amani yaliyoweza kufanyika mwaka 2025, hivi sasa kile wanachozidi kukizungumza katika mitandao hiyo ya kijamii ni hasira kwa jinsi gani ambavyo waliweza kupoteza wapendwa wao kwa idadi kubwa, wengine wao kupata majeraha kwa idadi kubwa, huku hawakuweza kufanikisha kile ama ajenda waliokuwa nayo. Hivyo basi inazidi kupandisha hasira, jambo ambalo linazidi kuweka uongozi ulioko madarakani katika hatari ya mara nyingine kufanyiwa ukosoaji mkubwa na vijana hawa wa Gen Z. Na sote tunafahamu kwamba vijana Gen Z yote wanayozidi kuyafanya sio kwa manufaa yao binafsi, bali ni kwa ajili ya Tanzania mpya iweze kuzaliwa. Vile mtazamaji wangu, katika dokumentari iliyoweza kuachiwa imeweza kueleza kinaga ubaga swala la jinsi gani ambavyo ushahidi uliweza kuwepo katika masuala yaliyokuwa yakihusishwa na kutekwa kwa wanaharakati, na yoyote yule anayezidi kukosoa na kupinga uongozi uliokuwa madarakani. Hivyo basi DCI ingekuwa vema iwapo ingeweza kutumia kanda hizo za video zilizoweza kutumiwa katika dokumentari hiyo kujaribu kufanikisha baadhi ya mambo ambayo wameweza kuahidi wa Tanzania, ya kwamba amani na hali tulivu itaweza kurejea, jambo ambalo Watanzania wengi wanaamini kwamba hali na utulivu utaweza kurejea kwa mara nyingine baada ya Mheshimiwa Humphrey Polepole kupatikana ama kujulikana aliko. Mtazamaji wangu, hapa itaweza kupunguza pia hasira ambazo idadi kubwa ya Watanzania walizonazo kwa uongozi ulioko madarakani. Ila mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, like na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.